Tunaanza na taarifa za hivi punde kutoka Mashariki ya Kati ambapo vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vinaendelea kutokota. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amekuwa mwenyeji wa Waziri Mkuu wa Japan Sanae Takaichi katika ikulu ya White House, anasema hakuna mpango wa kupeleka wanajeshi wa ardhini wa Marekani katika eneo hilo, akidai kuwa operesheni ya Marekani inaendelea kama ilivyopangwa. Rais Trump pia amesema amepewa hakikisho kwamba Japan itasaidia katika vita nchini Iran na kwamba atajadili uwezekano wa Tokyo kupeleka meli zenye vifaa vya kugundua na kuondoa mabomu katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, Bi Takaichi hakutoa maoni yoyote kuhusu hilo, lakini amesema ametoa mapendekezo ya kutuliza soko la nishati. Wikendi iliyopita Rais Trump aliikosoa Japan na washirika wengine wa karibu kwa kukataa ombi lake la kutuma msaada wa kijeshi katika eneo hilo. Wakati hayo yakijiri, bei ya mafuta na nishati duniani imepanda baada ya vituo muhimu vya gesi nchini Qatar na Iran kushambuliwa. Mafuta ya Brent crude sasa yanauzwa dola 114 kwa kila pipa. Huko Ulaya, bei ya gesi ilipanda kwa zaidi ya 25% kabla ya kupungua kidogo. Usiku wa kuamkia leo, Iran ililenga eneo la Ras Laffan nchini Qatar katika kujibu mashambulizi ya Israel dhidi ya vituo vya Iran katika eneo kubwa zaidi la gesi duniani la Pars Kusini. Caro Robi na taarifa hiyo kwa kina. Anga ilijaa moshi mweusi juu ya eneo la Pars Kusini, uwanja mkubwa zaidi wa gesi asilia duniani, kuashiria mwelekeo mpya katika mzozo huu unaoendelea. Marekani imebadilisha mtazamo wake wa awali wa kukosa kulenga miundombinu ya nishati ya Iran. Imeripotiwa kuwa Israel ilitahadharisha Marekani kabla ya kufanya mashambulizi hayo, na tayari Teherani inaonekana kujibu kwa njia hiyo hiyo. Usiku kucha, kiwanda cha kusafisha mafuta katika eneo la Ras Laffan nchini Qatar kimeshambuliwa na makombora na kusababisha uharibifu mkubwa. Hapo awali Iran ilikuwa imetoa onyo hili. Hili ni onyo kali kwa wale wanaohusika na kushambulia sehemu za miundombinu ya mafuta na nishati ya Iran katika eneo la kusini. Katika kujibu hilo, vifaa vya mafuta, nishati na gesi katika chanzo cha shambulio hilo vitateketezwa na kuwa majivu haraka iwezekanavyo. Rais Trump alidai kuwa hakufahamishwa mapema kuhusu shambulizi hilo la Israel, akiandika kwenye mtandao wa kijamii kwamba, na hapa nanukuu, hakuna mashambulizi mengine yatakayotekelezwa na Israel kuhusiana na uwanja huu muhimu na wenye thamani wa Pars Kusini, isipokuwa Irani iamue kwa kukosa hekima kushambulia mtu asohusika na vita, yani Qatar, na ikiwa hilo litatokea, Marekani, iwe na usaidizi na ridhaa ya Israel au la, italipua kwa kiasi kikubwa eneo lote lenye gesi la Pars Kusini kwa nguvu ambayo Iran haijawahi kuona wala kushuhudia hapo kabla. Mwisho wa kunukuu. Mashambulizi ya Iran na makundi ya wanamgambo ambao ni washirika wake yanaendelea kote Mashariki ya Kati, huku milipuko na uvamizi wa ndege zisizo na rubani zikiripotiwa huko Israel, Dubai, Kuwait, Iraq na Bahrain. Makombora yamezuiwa angani katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, huku maafisa wakisema kuwa yalikuwa yanaelekea kugonga kituo cha gesi na kisima cha mafuta. Nayo Saudi Arabia inasema inazuia jaribio la shambulizi kwenye kituo chake cha gesi baada ya wakazi 4 kujeruhiwa baada ya kuangukiwa na vifusi vya makombora huko Riyadh. So what I care about now is that the attacks on my... Nachojali zaidi kwa sasa ni kuhusu kuisha kwa mashambulizi dhidi ya nchi yangu na nchi jirani ambazo hazihusiki na mzozo huu. Hilo tu. Na tunatumia kila njia tulionayo, kisiasa, kiuchumi, kidiplomasia na vinginevyo, kukomesha mashambulizi haya. Hilo ndilo ninalojali kuhusu kwa sasa. That's what I care about. Katika kile kinachoashiria ni muda gani vita hivi vinaweza kuendelea, Pentagon imeripotiwa kuitaka ikulu ya White House kuidhinisha zaidi ya dola bilioni 200 za ufadhili kwa mzozo huo. Kwa sasa, kutokana na uharibifu wa miundombinu ya kusafisha mafuta yenye thamani ya mabilioni katika eneo lote la Mashariki ya Kati, Iran inalenga kuendelea kuleta ugumu wa kiuchumi duniani kote. Tukisalia katika taarifa hii, mkuu wa Qatar Energy, kampuni inayomilikiwa na serikali ya Qatar inayosimamia eneo la Ras Laffan, amesema itachukua miaka 3 hadi 5 kurekebisha uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya Iran. Saad Al-Qaabi anasema Qatar Energy inaweza kushindwa kutimiza mikataba ya gesi iliyokubaliana na mataifa kama vile Italia, Ubelgiji, Korea na China kwa hadi miaka 5. Waziri Mkuu wa Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani amelitaja shambulizi hilo kama hatua ya kuongezeka kwa mashambulizi hatari sana kutoka kwa Iran.
Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema shambulizi dhidi ya jengo la nishati la Ras Laffan la Qatar lilitumia nguvu kidogo tu. Ameandika kwenye mtandao wake wa X akisema sababu pekee ya kujizuia ilikuwa kuheshimu ombi la kupunguza mashambulizi. Iran imeendelea kurusha makombora kuelekea nchi za Ghuba na Israel. Kituo kikuu cha kusafisha mafuta cha Israel huko Haifa kimepigwa na vipande kutoka kwa kombora la Iran lililozuiwa angani. Moshi mkubwa umeonekana ukifuka kutoka kiwanda hicho, lakini waziri wa nishati wa Israel anasema hakuja kuwa na uharibifu mkubwa ama kutatizwa kwa shughuli za kawaida. Hapo awali, taarifa ya mataifa ya Kiarabu baada ya mkutano wa mawaziri wa nchi za kigeni mjini Riyadh iliitaka Iran kusimamisha mara moja mashambulizi yake. Nayo Uingereza na washirika wake wakiwemo Ujerumani, Italia, Uholanzi na hata Japan wamelaani mashambulizi ya Iran na kuitaka ikomeshe vitisho vyake kwa vyombo vya baharini katika mlango wa Hormuz. Hata hivyo, Marekani inasema itamaliza vita hivyo, lakini haijatoa muda rasmi wa hilo kufanyika. Ulimwengu, Mashariki ya Kati na washirika wetu wasio na shukrani barani Ulaya, hata baadhi ya vyombo vyetu vya habari wanapaswa kusema jambo moja kwa Rais Trump: asante. Tunapambana ili kushinda na tunashinda kwa masharti yetu, kwa kufuata malengo yetu. Sasa kusita kwa nchi za Ulaya kuunga mkono Marekani katika vita vya Iran kumeibua changamoto kubwa zaidi kwa nchi za Magharibi. Kwa miongo kadhaa, ulinzi wa Ulaya umekuwa ukitegemea Marekani, huku Donald Trump akibadilisha sera za kigeni za Marekani. Ulaya inajaribu kukabiliana na hali hii mpya. Ripoti ifuatayo ni ya Aiden James ikiwasilishwa na Victor Kenani. Mashambulizi dhidi ya Iran, kukamatwa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, kupunguza misaada kwa Ukraine dhidi ya uvamizi wa Urusi. Baadhi ya hatua za sera za kigeni za serikali ya Trump zimeleta hofu kwa washirika wa karibu wa Marekani, yani nchi za Ulaya. Ningesema kwamba Ulaya iko katika hali tete zaidi tangu vita vya pili vya dunia. Wanakabiliwa na Urusi inayotaka kutanua mipaka yake, kisha wana China inayokuwa kwa kasi kiuchumi, na wana rafiki mkuu asiyetabirika ambaye ni Marekani. Tangu Donald Trump aliporejea madarakani mwaka jana, amerejesha uhusiano na rais wa Urusi Vladimir Putin. Anataka makubaliano ya kumaliza vita nchini Ukraine, hata kama inamaanisha Ukraine kutoa sehemu ya ardhi yake kwa Urusi. Kuna imani thabiti miongoni mwa viongozi wa Ulaya kwamba ikiwa Urusi haitazuiliwa nchini Ukraine, basi Urusi itaelekeza macho yake kwingineko, kwa sababu inataka kurejesha ushawishi wake katika Ulaya Mashariki uliokuwepo kabla ya kusambaratika kwa Umoja wa Sovieti. Bwana Trump anataka udhibiti wa Greenland, eneo linalojitawala la Denmark ambayo ni mwanachama wa NATO. Hapo awali alikataa kuondoa uwezekano wa kutumia nguvu. In Washington, there is a new sheriff in town. Mwaka jana, makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance aliashiria mabadiliko makubwa katika mtazamo wa serikali ya Marekani kuelekea Ulaya, akiwatuhumu baadhi ya viongozi wa bara hilo kwa kushindwa kulinda demokrasia na uhuru wa kutoa maoni. Tishio linalolipa wasiwasi zaidi kuhusu Ulaya si Urusi, si China, wala si adui mwingine wa nje. Ninachohofia ni tishio la ndani, ambalo ni Ulaya kujiondoa kwenye baadhi ya imani yake ya misingi. Rais Trump amekuwa akidai kwa muda mrefu kuwa nchi nyingine za NATO hazitumii fedha za kutosha kwa ajili ya ulinzi, badala yake zinaitegemea Marekani kuzilinda. Karibu wanachama wote wa NATO sasa wameahidi kutumia fedha nyingi zaidi. Baadhi wanaonekana kujiandaa kwa uwezekano wa Marekani kuondoa msaada wake. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza mipango ya kuongeza akiba ya silaha za nyuklia za nchi yake na kupanua mpango huo ili kuzijumuisha nchi nyingine za Ulaya. Ni watu wachache wanaotegemea kuwa muungano huu wa Atlantiki utavunjika kabisa, na baadhi wanaamini Ulaya haiwezi kumudu hali hiyo. Ikiwa kuna mtu yeyote hapa anayefikiri kwamba umoja wa Ulaya au Ulaya kwa jumla inaweza kujilinda bila Marekani, aendelee kuota. Hamwezi, hatuwezi, tunategemeana. Lakini wengine hawakubaliani na hilo. Kukubali jambo hilo hadharani ni jambo linaloleta uharibifu kwa muungano huu, na pia kwa mtazamo wa kijeshi si lazima iwe hivyo. Putin anajua hawezi kuishinda NATO kijeshi,
lakini anaweza kuishinda NATO kisiasa. Katika hali hiyo, ikiwa anataka kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya NATO, huenda ikawa operesheni yenye mipaka fulani. Na je, nchi za Ulaya zinaweza kukabiliana na operesheni kama hiyo ya Urusi bila Marekani? Hakika, na hivyo ndivyo wanavyopanga. Rais wa Marekani ametoa wito kwa washirika wa NATO kusaidia kulinda mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati wakati huu wa vita vya Iran. Hii ni sehemu ya mkataba wa ulinzi wa pamoja wa NATO na washirika hao wamesita kuhusika. Kuna baadhi ya nchi ambazo zimenisikitisha sana. Tatizo la NATO ni kwamba tutakuwepo kwa ajili yao daima, lakini wao hawatakuwepo kwa ajili yetu kamwe. Katika muktadha huo, ni wazi kuwa Marekani bado inahitaji Ulaya. Na kwa kweli, hati zote za mikakati ya Marekani zinatolewa tangu Trump arejee Ikulu zinasema kuwa Marekani inawahitaji watu wa Ulaya. Swala kuu ni kwamba Wamarekani wanataka aina fulani ya usaidizi kutoka Ulaya ambao nchi hizo za Ulaya haziko tayari kuutoa. Wafuasi wa Ulaya wa muungano huu wanatumai kuwa kwa kubeba mzigo mkubwa zaidi ndani ya NATO wanaweza kujirekebisha kulingana na vipaumbele vya Rais Trump na kuwazuia maadui, lakini bado watalazimika kukabiliana na serikali isiyotabirika ya Marekani inayoitazama dunia kwa njia tofauti sana na wao.